Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Hatimaye najua mko salama na Mungu amewalinda kuanzia Januari hadi leo tuko Disemba na mwaka inaendelea kuisha na tunashukuru Mungu. Najua wengi mmepitia changamoto mbalimbali, wengine wenyu mlifukuzwa kazi, wengine wenyu mmepoteza wapendwa. Lakini zaidi ya yote tunashukuru Mungu kwa sababu sisi ambayo tungali wazima tunashukuru Mungu. Kwa hiyo yote leo ningependa tu niwahimize kupitia andiko wa Luka mtakatifu kwenye kitabu cha Luka mtakatifu 18 kuanzia 1 hadi 5 ambayo inaongelea huyu mwanamke mjane mwenye alienda kwa hakimu ili amkatie hukumu kati yake na waliokuwa wakimsumbua, lakini imeandikwa kwamba huyu hakimu hakukuwa anamheshimu Mungu wala kujali wajane. Lakini mjane alizidi kuenda kila mara alikuwa anaenda, hadi siku moja hakimu akasema, leo nitamkatia hukumu. Sio kwamba natamani kumkatia, lakini kwa sababu amekuja kwangu kila mara, itanibidi tu nimkatie hiyo hukumu ili asije akarudi tu kwangu. Kumaanisha kwamba chochote kenye ulikuwa unafanya kwa huu mwaka, chochote kenye ulikuwa unafanya na hukufaulu, hata kama ulikuwa unafanya biashara haikufaulu, ulikuwa unataka kuoa hukufaulu, ulikuwa unataka kufanya vitu mingi ambayo uliekelea kwenye programu yako lakini haikufanikiwa, na kuambia usijali na usitishetishe. Kitu yenye utafanya ni kwamba tunapoenda kutamatisha huu mwaka, omba na uambie Mungu, Mungu nipe nguvu, Mungu nipe maarifa, nizidishie nguvu tena ili niweze nikaanza tena upya. Sasa ningekusihi mtazamaji wetu kwamba kikuu yenye utafanya kama mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, utaomba na uzidi kwenye maombi na uendelee kutia bidii kwa chochote kile ambayo ulikuwa unafanya. Mungu mwenyewe anakutazama, Mungu mwenyewe anakujua kenye unafaa upate na kenye hufai kupata. Hata kama ulifeli kwenye mwaka ambayo unaisha, na kuhakikishia kwamba ukimwamini Mungu na uweke mpangilio yako yote kwa Mungu na uweke kwa maombi, hatimaye Mungu atatenda kitu na utakuja kumshukuru kwa hiyo mwaka ujao kama itatamatika. Kwa hakika utamshukuru na utaambia Mungu, kwa hakika nimekuona. Sasa usichoke mpendwa, usiudhike mpendwa kwa yote ulioyapitia. Kwa kama yule mke mjane mwenye alizidi tu kuenda kwa yule hakimu amkatie kauli. Hata wewe najua Mungu atakutendea mema. Si kwamba unastahili kutendewa mema, but kwa sababu umeenda kila mara, umemwomba kila mara, umezidi kumuomba, umezidi kufanya kile ulikuwa unafanya, Mungu atatenda kitu. Mbarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa ningetamani tuombe pamoja nawe tunapotamatisha mwaka. Tuombe kwa imani. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya wapendwa hao ambao wanatazama kwa sasa. Baba yangu, najua mwaka haijakuwa rahisi kwa wengine, lakini mkono wako wenye nguvu umetufikisha mahali penye tumefika. Naomba uguza wako iguze kila mmoja popote pale alipo Baba yangu, na ukawatendee mema, ukawazidishie mwaka, ili chochote kile yenye walikuwa wanafanya na wajafanikiwa waweze kufanikiwa katika jina la Yesu. Nimeombea wagonjwa, nimeombea wasiojiweza popote pale walipo. Jehova wafikishie mikono wako wenye nguvu ili wakaone neema. Nimeombea kila mmoja hadi nchi yetu ya taifa la Kenya. Nimewaombea viongozi wote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbarikiwe sana. Amen.